Kombe la dunia uko timu gani wewe? Ya Kenya. Wajepa vitu. Kati ya Tanzania na Kenya, nchi gani yenye demokrasia ya kweli? Kenya. Kwa nini Kenya? Wakenya wanaipenda ligi yao kuliko hata sisi tunaoipenda ligi ya Tanzania. Wakenya wana umoja kinoma. Watanzania tuna umoja wa kipumbavu. Ule umoja ambao tunaungana kwa ajili ya kumshusha mtu. Umeelewa vizuri? Hapa Tanzania wanawake wanawasaka wanaume wa Kikenya. Lakini mimi naona kama Tanzania wana hela sana kuliko wa Kenya. Alibobo. Au niache ujinga. Wajepa vitu. Alia. Mkutano mkubwa umefanyika Kenya, kwa nini usingefanyika Tanzania? Elimu hatuna. Elimu hatuna. Kwanza umesema Elimu hatuna. Wakenya nawaambiaje? Nawapenda. Wewe mimi nachukia Wakenya. Nzuri. Na hata hiyo Kenya na wao kwenye huo umoja wao ni wapumbavu. Wao wanachowaza ni kwenda kumripoti mtu kwenye akaunti ya TikTok wafungiwe. Basi ndo furaha yao, ndo ushindi wanaopata. Kombe la dunia uko timu gani wewe? Kombe la dunia? Unashabikia timu gani? Yaani nashabikia timu na nanili. Nashabikia timu ya nanili ya Kenya. Kenya. Kenya imefungwa jana goli moja kwenye kombe la dunia. Wewe ulijisikiaje? Nilijisikia vibaya sana. Bwana, mimi kwanza nilishangaa walipopoteza ule mchezo kwa sababu walikuwa wenyewe ndio wanapata nafasi sana za kushinda. Nafasi nyingi walipoteza, maana nafasi wakipata mpira haiendi kwa wakati. Shida ya Kenya wanaongea sana. Kuongea lazima uongee. Kuongea lazima uongee kwa ajili dunia inahitaji maneno. Maneno yanahitaji na ile kombe hatuwezi kubeba. Hatuwezi. Kenya hawezi kuchukua. Hatuwezi kuchukua. Kwa nini? Kwa nini nasema hivyo? Ndio maana wale wenzetu wako vizuri, tofauti na sisi. Maki sasa huko mipira ya kibongo, siasa nyingi. Waje jana mkafungwa goli 7. Goli 7 ni kawaida kufungwa, maana yake ni michezo tu inatokea kufungwa. Kufungwa Kenya wabovu mjue wenyewe. Sisi kweli ni wabovu, ila ilikuwaje mkengea kwenye kombe la dunia nyinyi? Kuongea kwenye kombe la dunia? Kuongea kwenye kombe la dunia, kwani kuongea kwenye kombe la dunia ina maana hapo yani maana mpaka msimu mwingine tuanze upya, kwa maana wachezaji wengine hawajapumzika. Sasa hivi mnatoka. Ni maana tunatoka. Na kila timu inakocheza inatoka. Wanaangalia kwamba wachezaji bora. Endapo leo ukapata nafasi ya kuongea na kikosi cha wachezaji wa Kenya mchezo unaofuata, utawashauri nini kwenye kombe la dunia? Kuwashauri wachezaji wajitume. Angalia kamera kule, washauri. Kujituma, yani wajitume tu, ni mchezo tu, wajitume. Kujituma, Mungu si Asumani, mambo yatakaa vizuri tu, yatakaa sawa. Sasa uliamua kuchagua kushabikia Kenya? Mimi kule blaza zangu anakaa kule Kenya. Blaza yako hapo Kenya. Kwa kwambia mdogo wangu Kenya imeshaingia kwenye kombe la dunia huku. Lazima nimsupport blaza. Kweli. Nakubali mwanangu. Sema nini? Mimi na mimi watafanya poa. Watafanya poa. Ila sasa inatakiwa game inayofuata hii washinde. Watashinda. Faza Shion. Habari vipi? Safi. Habari za kazi? Salama. Faza samani. Nilikuwa na swali kidogo hapa. Eti Faza, kati ya Tanzania na Kenya, nchi gani yenye demokrasia ya kweli? Kenya. Kwa nini Kenya? Mwenye umeangalia? Mkutano mkubwa umefanyika Kenya, kwa nini usingefanyika Tanzania? Elimu hatuna. Elimu hatuna. Faza, umesema? Elimu hatuna. Aise, tunashinda sana. Tanzania elimu hatuna kuwazidi Kenya. Maneno ya Faza, yule pale sio mimi. Wakenya wanaipenda ligi yao kuliko hata sisi tunaoipenda ligi ya Tanzania. Mimi nashangazwa na watu wengi wanaposema, Tanzania tunapenda ligi yetu kuliko Kenya. Huo ni uongo. Kwa nini nasema huo ni uongo? Unaiona hii game? Hii game ni Shabana na Kakamega FC. Angalia umati ulivyojaa vile watu watazama game. Lakini huku ukiona kiwanja kimejaa, basi Simba anacheza na timu ndogo, Yanga anacheza na timu ndogo. Lakini zikikutana hapa, tuchukulie Mtibwa Sugar na Prison, washabiki hata 100 hawafiki. Unasemaje ligi yetu tunaipenda? Huo ni uongo. Wa Kenya hii hapa, hizi ni timu ndogo sana hii. Shabana na Kakamega ni timu za kawaida. Timu kubwa kule Kenya ni unakuta Tusker, unakuta Sofapaka, unakuta Gor Mahia, unakuta Polisi. Ni timu kubwa.
Lakini hapana, Kenya timu yoyote inayocheza, ile kubwa na ndogo, ina washabiki tena wengi na wanaenda kiwanjani. Tofauti na hapa. Tulichowashinda sisi ni kimoja tu kwenye masuala ya endorsement. Watu kujitolea kuwekeza basi, lakini washabiki wa Kenya wanapenda ligi yao kuliko sisi. Unajua Kenya muamini, lakini ni bayana kuwa hapa Tanzania wanawake wanawasaka wanaume wa Kikenya. Wanasema kwamba wanaume wa Tanzania wamekuwa wanafiki sana. Yaani wanatapia mbaya, hawajui kuwapenda. Sasa wanawataka wanaume wa Kenya waje Tanzania ili wawaoe, na wameweza kuipeleka next level. Nataka muangalie pale Obina Show. Search Obina Show. Utamuona mdada ametoka Tanzania akaja hapa Kenya kuwaomba na kuwarai wanaume wa Kenya wakubali kufuka mbonda waende kule Tanzania, maana wanawake wa Tanzania wanakutu. Wanawake wa Tanzania wanakutu. So wanawaomba wanaume wa Kenya mvuke mbonda mwende Tanzania, maana kuna demand. Yani wanawake wa Tanzania wamegoma, wamesema wataki waume zao, wanawataka wanaume wa Kenya, maana wanaume wa Kenya ni watanashati, ni watu working. Ni watu wanamaanisha, wakisema ndio ni ndio. Hakuna kuangalia nyuma, lakini hapa Tanzania wakisema ndio, wa wenyewe wanaenda wanasema tunaelekea hivi, lakini wanarudi nyuma. So basi kama umekubali na umito, ingia kwenye DM yangu niambie unataka kufuka mbonda, unataka kuingia pale Tanzania kwa sababu mko na demand. Unahitaji useme tu, uandike nguo ya man Kenyan citizen. Ukiingia kule Tanzania unajipa mke. Yani unajipatia jiko, unarudi, unamtuma mwenzako naye anaingia pale, anajipatia jiko, anarudi. Maana wa Kenya hali ya kujitetea sasa imefika mwisho, maana profile yenu pale Tanzania ni iko juu sana. Yani hamna haja ya kupoteza muda ukijitetea kwa mwanamke pale Tanzania. Sema mimi ni Mkenya, mimi ni Mkenya, basi hiyo ndio passport yako. Jamani kujani. Wakenya, mimi sina bifu na nyie, lakini Wakenya, narudia mara tatu, Wakenya, kamdomo. Hey, meatimba. Wakenya nawaambiaje? Nawapenda. Mimi nachukia Wakenya. Wakenya? Nawapenda. Mimi wapi niwe bifu na nyie. Wakenya mimi nawapenda. Kwanza mimi followers mimi nitawapata wapi mimi kama nisipowapenda Wakenya? Like nitawapata wapi? Unajua Watanzania wagumu sana kutoa like. Kenya wale. Nawapenda. Kasongo mbona wewe? Wakenya wanachotuzidi ni umoja. Wakenya wana umoja kinoma. Watanzania tuna umoja wa kipumbavu. Ule umoja ambao tunaungana kwa ajili ya kumshusha mtu. Umeelewa vizuri? Na hata hiyo Kenya na wao kwenye huo umoja wao ni wapumbavu. Wao wanachowaza ni kwenda kumripoti mtu kwenye akaunti ya TikTok wafungiwe. Basi ndo furaha yao, ndo ushindi wanaopata. Hawana ushindi mwingine kwenye maisha. Hawajawahi kuungana kwenda kwa kituo cha watoto yatima kwamba tunaungana Kenya nzima, tunachanga kwenye vituo vya watoto yatima, tunavipelekea unga, tunavipelekea chumvi, tunapeleka sabuni. Wao wanachopanga ni kukaa kumtukana rais wao, kutukana viongozi wao, upumbavu tu. Yani wao wanachowaza ni kukosoa serikali, kukosoa jamii, kukosoa vitu ambavyo yani kukosoa rais, kukosoa senator, kukosoa mkuu wa usalama. Yani wao wako kukosoa tu. Wakiona mtu yuko karibu na rais au ni mkubwa wa usalama, wao wanakosoa. Umeelewa? Kwa hiyo Wakenya pia na wao ni wapumbavu kwa sababu kuna muda wanaiga akili kama za Watanzania. Watanzania wengi pia ni wajinga kwa sababu wanaungana kwenye kuzungumzia mabaya ya mtu, lakini mtu akifanya jema hawawezi kuungana kumsifia. Hawawezi kuungana leo hii kusema kuna mama zetu wajane ambao wamefiwa na waume zao, wako mtaani wanateseka, hawana nyumba. Tuungane kama Watanzania, tuende tukawajengee nyumba, tuende kwa wajane na yatima tukawasaidie kipindi hiki kigumu. Utakuta Watanzania tunaungana kumchukia Chief Godlove na kutaka kujua Chief Godlove anapata wapi hela.
Tunaungana kwa ajili ya kumsema rais wetu ambaye ni mama yetu pale amekaa juu. Tunamsema kwa mabaya ambayo hata ukiangalia kikawaida kila mtu ni binadamu na anakosea. Umeelewa? Sasa ukiwa huna uwezo wa kumstili na kubeba madhaifu ya mama yako mzazi, utabeba madhaifu ya nani kwenye hii dunia? Kwa sababu rais wetu pale ni kama mama yetu. Umeelewa? Hatutakiwi kumgusa kwa namna yoyote, kwa sababu ukimgusa yeye umemgusa mama yako. Umeelewa sijui? Yaani hakuna nchi ambayo inakuwa ina furaha na uongozi mzuri kama nchi inayoongozwa na mama. Kwa sababu mama ni mama wa watu wote. Umeelewa sijui? Mama anaga mtoto, baba siku zote ndo anabagua mtoto. Lakini mama hajawahi kubagua mtoto kwamba huyu nampenda, huyu simpendi. Umeelewa sijui? Mama, ukiwa kwenye nchi kuna kiongozi ambaye ni mama, tunatakiwa tufurahie na tumlinde kwa namna yoyote. Na tunatakiwa tumsapoti kwa kile anachokifanya. Lakini Watanzania wengi tumekaa tunasubiri mtu atoke from nowhere aje kukwambia mama alikosea hiki na hiki. Kwa hiyo hatutakiwi, yani tunaendeshwa na hisia na msukumo wa watu wengine, lakini ukiangalia Mtanzania mmoja mmoja yuko busy na mambo yake. Kuna Watanzania ambao wana akili timamu na Wakenya sio wote wajinga. Kuna Wakenya wenye akili ambao hawana time ya kukaa kwanza kuangalia sio nani kasema hivi, kwa sababu nimekuja kugundua kwamba Watanzania wengi wana hela sana kuliko Wakenya. Yaani Watanzania wana hela nyingi kuliko Wakenya. Au niache ujinga? Lakini mimi naona kama Watanzania wana hela sana kuliko Wakenya. Au niache ujinga? Wajepa vitu lakini kila Mtanzania hakosi 10,000, 15,000, 20,000. Ni vitu ambavyo haviwezekani. Hawezi kulala na njaa, ni kwamba mtu amelala na njaa siku 3-4. Ni kitu ambacho kiwezekana, lakini Kenya inaonekana ni wana njaa 100%. Madogo wanashinda ghetto huko, hawana kazi ya kufanya, wanakabana, wanafanya nini? Kwa hiyo binafsi naweza nikasema Wakenya baada ya kushindwana kwenye masuala ya kushindana kuhusiana na fedha, sasa hivi wamekuja na njia nyingine ambayo binafsi naona kama wamebugi, ni ya kipumbavu. Alafu mimi naona kama ni watoto wadogo. Mimi binafsi matajiri wao vijana ambao wao wanawachukulia pale kama ni vijana sio wa Kenya. Mimi wale naweza nikawanunua afu nikaja huku Tanzania nikawa nafanya wafuge mbwa zangu.